Somo langu la siku hii ya leo nimelipa kichwa kinachosema mtukuze Mungu wakati wa majaribu. Mtukuze Mungu wakati wa majaribu. Basi tuombe. Uhimidiwe Mungu muumbaji, mfalme wa milele, unaishi na kutawala. Tunakushukuru kwa wakati mwingine kwa ajili ya ibada ya leo. Baba wa mbinguni, tunakuomba andaa usikivu, andaa akili yetu kuweza kupokea ujumbe wako. Baba wa mbinguni, ujumbe ambao nitakaouleta ukatoke kwako na mimi ukanitumie kama chombo kwa ajili ya kufikisha ujumbe huu. Waandae watu wako ambao wanaosikiliza, wakasikilize ujumbe ambao utawaandaa kwa ajili ya maisha ya marejeo ya pili utakapokuja kwa ajili ya kuchukua watakatifu wako. Ndivyo ninavyoomba katika jina la Yesu Kristo. Amina. Kwa nini nimesema mtukuze Mungu wakati wa majaribu? Mwanadamu siku zote katika safari ya maisha huwa anapitia majaribu na mitihani ya kila aina. Kabla ya kwenda mbele kidogo, acha niwaambie kitu. Naweza kuna wageni hapa wanaweza kawa na shangaa, wanaona vitu vinaendelea hapa. Jamani, sisi tumebahatika kuwa na channel yetu YouTube inaitwa Sauti ya Mtaa TV. Tumekuwa tukirusha mahubiri yetu huko, lakini huduma mbalimbali ambazo zimekuwa zikifanyika kanisani kwetu, watoto kiingia utaona makambi tumekuwa tukirusha huko kwa ajili ya kuweka kumbukumbu ya vizazi vinavyokuja kuweza kuona. Hatujakaa nyuma sana na sayansi na teknolojia. Majaribu mtu amekuwa akiyapitia kila wakati. Kuna majaribu ambayo mtu anaweza akayapata kwa kujitakia, lakini kuna majaribu ambayo yanakuja katika maisha ya mwanadamu pasipo kuyataka au kujitakia. Mtu anaweza akaingia katika majaribu akajaribiwa. Tutaona baadhi ya watu ambao kwenye Biblia nao waliweza kusimama katika majaribu yao, ambapo walipoingia katika majaribu waliweza kusimama na Mungu na bado akamtukuza Mungu. Tutaona watu ambao walisimama na Mungu. Na katika somo langu hili nimetumia sana kitabu cha Ayubu. Kitabu cha Ayubu ni mwanadamu pekee ambaye alijaribiwa naye. Alijaribiwa katika imani yake na si kwamba alitenda dhambi, bali aliruhusu Mungu ajaribiwe kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Naomba mtu mmoja ambaye anaweza kusoma kwa sauti anisomee Ayubu sura ya 1 mstari ule wa 1. Asante. Biblia inasema kulikuwa na mtu mmoja akiitwa Ayubu kutoka nchi ya Usi. Ni mtu alikuwa akimcha Mungu. Ni mtu ambaye alikuwa akimcha Mungu kwa sababu kuu mbili nazoziona mimi. Alikuwa anamcha Mungu, ya pili aliepukana na uovu. Huyu mtu. Na Ayubu alikuwa akimcha Mungu, tunaona alipata mibaraka mingi. Kiendelea mafungu yale yanayofuata, tunaona Ayubu aliweza kuwa na mifugo mingi. Alikuwa na kondoo 7,000, alikuwa na ngamia 3,000, alikuwa na ng'ombe 500. Ayubu, kwa nini nasema alikuwa ni mcha Mungu? Ayubu ilifika kipindi watoto wake walipokuwa wakifanya hata sherehe. Wakimaliza kufanya sherehe, Ayubu alikuwa anatoa sadaka ya kuteketezwa kwa ajili ya watoto wake. Maana alisema ya kwamba huenda watoto wangu wakati wakifanya sherehe huenda wamemkufuru Mungu. Alikuwa anatoa sadaka ya kuteketezwa
kwa ajili ya kuwaombea watoto wake msamaha kwa Mungu. Kama wamefanya makosa, basi Mungu aweze kuwasamehe. Najaribu kuwaza wazazi wangapi katika dunia hii ya leo ambao wanatenga muda wao kwa ajili ya kuombea watoto wao, kwa ajili ya kuombea watoto wao wanapokuwa wanafanikiwa hata kwenye mitihani yao ya kila siku. Wamefaulu, sawa, wamefaulu huko shuleni. Je, umekuwa ukimsifu Mungu na kumtukuza kwa ajili ya watoto wako kufaulu? Wasije wakawa wakajiinua wao wenyewe wakasahau kumuinua Mungu aliyewapa akili. Maana mtoto anaweza akasema, mimi nina akili sana, mimi nina akili nyingi sana, nyinyi hamna akili. Tunatakiwa kuombea watoto wetu. Dunia hii imekuwa ni dunia ya ajabu sana. Mzazi wa kiume anaweza akatoa sadaka akampa mtoto au akampa mama yake, akamwambia, utawapa watoto hawa, utawagawanya, huyu utampa 5,000, huyu utampa 10,000, au utawapa 10,000 wote. Nashangaa cha ajabu, mzazi anachukua 7,000 au anachukua 5,000 kati ya ile 10,000 nyingine anamwekea kwenye bahasha mtoto kwa ajili ya kwenda kumtolea Mungu. Kwa nini anafanya hivyo? Mtoto si hajui chochote? Mtoto si hajaangalia kwenye bahasha? Wakati mwingine mtoto haongei, haelewi chochote. Wazazi wamekuwa na tabia ya ajabu kweli kweli. Unapofanya hivyo ni kwa ajili ya kujipakulia laana kwa watoto wako na kizazi chako. Tunatakiwa tuwe vielelezo kwa ajili ya watoto ambao tunaowalea. Tumepewa jukumu la kulea watoto, lakini lazima tuwe kielelezo kwa hao watoto. Isije kafikia mahali tukamsahau Mungu, tukafanya mambo ambayo si mazuri. Lakini licha ya hayo yote, Ayubu naye pia aliweza kujaribiwa. Na Ayubu alijaribiwa si kwa sababu alitenda dhambi. Ayubu alijaribiwa ni kwa sababu ya hila za shetani, akawa amejaribiwa. Ukisoma Ayubu sura ile ya kwanza mstari wa 6 hadi mstari wa 10 au hadi wa 12. Nasema, ilikuwa siku moja ambayo hawa wana wa Mungu walipenda kujihudhurisha mbele za Bwana. Shetani naye akaenda kati yao. Bwana akamuuliza Shetani, umetoka wapi wewe? Ndipo Shetani akamjibu Bwana akisema, natoka kuzunguka duniani, natakia kutembea huku na huku humu. Kisha Bwana akamuuliza Shetani, je, umwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwerekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Kisha ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, je, huyo Ayubu yuamcha Bwana bure? Wewe kumzingira kwa ukingo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo. Kazi za mikono yake umezibarikia, nayo mali yake imeongezeka katika nchi. Lakini nyosha mkono wako sasa, uyaguse hayo yote aliyo nayo, naye atakukufuru mbele za uso wako. Amina. Shetani wakati Mungu anamuuliza, umemuona mtumishi wangu Ayubu, mtu ambaye anamcha Mungu na kuepukana na uovu? Shetani anamjibu Mungu, anamwambia, huyu anakuabudu si bure. Anakuabudu kwa sababu ya mali alizokuwa nazo. Anakuabudu kwa sababu umembarikia mibaraka mingi katika maisha yake, na ndiyo maana anakuabudu. Leo hii kanisani mtu anaweza akaja na watu wakawa na mtazamo tofauti kwa sababu amebarikiwa. Wanaweza wakawa wanasema, huyu mtu anaabudu ni kwa sababu ana pesa. Huyu mtu anaabudu ni kwa sababu tu ana mashamba, analima na anavuna mazao mengi. Si bure. Lakini ikitokea hivi vitu vimetoka katika maisha yake, anaweza akaacha ibada, anaweza akaacha imani, anaweza akakukufuru. Watu wanakuwa wanatazama kwa jicho la tofauti mtu anapokuwa amefanikiwa katika maisha yake. Na wakati mwingine wamekuwa wakidiriki kumuomba Mungu ufilisike, ukose kitu, ili waangalie, je, kweli utasimama na Mungu?
Kuna wakati unaweza ukasimama hata kuwashauri vijana, unatakiwa ufanye hivi, unatakiwa uishi, uwe na kazi. Haupasi kukaa bure. Unatakiwa uwe na kazi itakayokusaidia kuwa na maisha yako mazuri. Utasikia wanasema, yeye anasema kwa sababu Mungu amembariki. Yeye anasema ni kwa sababu yeye tayari anazo. Alikuwa wapi kutuambia kipindi hicho? Wakati hana, alikuwa wapi? Watu wamekuwa na mitazamo tofauti, mitazamo ambayo si mizuri. Wakati mwingine shetani anakuja kutujaribu kwa ajili ya kile tulicho nacho. Na anapokuwa anatujaribu, lengo lake ni kukufuru. Lengo lake ni kumkufuru Mungu. Lengo lake ni kuonyesha kwa watu wengine Mungu ana upendeleo. Ajenda kubwa ya shetani aliyoianzisha Edeni ni upendeleo. Mungu si wa haki. Mungu mwenye upendeleo. Lakini sivyo hivyo. Mungu ni Mungu mwenye rehema, lakini shetani anataka kuwapotosha watu na wakufuru. Na mtu anapokuwa na kufuru, ndipo anapojitenga na Mungu. Kukufuru ni nini? Kukufuru ni kusema maneno kinyume na uwezo wa Mungu. Kusema vibaya ukuu wa Mungu. Kusema hakuna Mungu. Na maneno mengine ambayo yanaweza yakaleta kejeli mbele za Mungu. Mtu anasema hakuna Mungu, ni hadithi tu. Hizo zote ni kufuru. Tunapaswa kusimama. Lakini Ayubu alipojaribiwa aliendelea kusimama. Lakini baada ya hapo shetani tena alikuwa anazunguka tu, akakutana tena na Mungu. Baada ya kujaribiwa mara ya kwanza, anamuuliza, vipi? Umemuona mtumishi wangu, japo umenichochea kwa ajili ya kuharibu mifugo yake, kwa ajili ya kumjaribu, lakini bado anaendelea kusimama na mimi. Mpendwa, nikwambie kitu. Unapoanguka katika majaribu yanapokuwa yanafika, jambo la kwanza ni kumtukuza Mungu. Haijalishi unapitia katika changamoto gani, Mungu anajivunia kupitia wewe. Mungu anajivunia. Mungu anatutambua kwa majina. Pale Mwaya kuna mtu fulani anamcha Mungu. Pale sehemu fulani kuna mtu fulani ambaye anamcha Mungu. Mungu anajivunia. Na kujaribiwa, mtu anapokuwa anasimama katika majaribu yake, anapokuwa anasimama kumtumikia Mungu, kunaleta uinjilisti kwa watu wengine pia. Maana watu watasema, tulimuona fulani alipopitia changamoto, aliendelea kusimama na Mungu. Shetani anarudi kwa Mungu, na baadaye Mungu anamwambia, kama huyu anakuabudu, mtu anaweza akatoa kila kitu chake kwa ajili ya uhai wake. Mtu anaweza akatoa mali zake ni kwa ajili ya uhai wake. Lakini gusa sasa afya yake. Gusa sasa mwili wake. Uone kama ataendelea kukutumikia. Hawezi kuendelea kwa sababu atakuwa amelegalega katika afya yake. Wakati mwingine watu wanaweza wakawa wanasema anaabudu tu kwa sababu afya yake ni nzuri, kwa sababu mambo yake yamenyooka. Yangekuwa mambo yake hayajanyooka, angekuwa ameshaacha hata na imani, angekuwa ameacha. Lakini tunaambiwa Ayubu ya kwamba wala hata hakukufuru. Hakukufuru licha ya kwamba mali zake zilipotea. Stori alizokuwa anapewa, anaambiwa tu, Bwana, walitokea Waseba wakaiba mifugo yako yote, wakawaua watumishi wako. Nimerudi tu mimi kwa ajili ya kukupa taarifa. Hajakaa sawa, anamwambia mtu mwingine, Bwana, kondoo wako ulikuja moto kutoka mbinguni, ukawachoma wote, wamekufa. Hajakaa sawa, analetewa habari, ngamia zako walikuja Wakaldayo wakawabeba, wamewaiba watumishi wako, wamewapiga, wamewaua. Kila kitu Ayubu anapoteza, mali zake anapoteza. Hajakaa sawa, anaambiwa watoto wako walikuwa katika kufanya sherehe kwenye nyumba ya ndugu yao mkubwa, mara angalia upepo ulikuja ukaangusha ile nyumba, watoto wako wote wamekufa. Baada ya hayo Ayubu anafanya nini? Katika Ayubu 1 mstari wa 20. Nasema, ndipo Ayubu akainuka, akainua jicho
Kisha akanyanyua kichwa chake na kuanguka chini na kusujudia. Asante sana. Baada ya hayo yote, Ayubu analalua vazi lake, anasujudu, anamwabudu Mungu. Soma ile mstari wa 21 na 22. Akasema, mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu ili uchi, nami nitarudi tena huko uchi vile vile. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana na libarikiwe. Katika mambo haya yote Ayubu hakufanya dhambi wala kumwazia Mungu kwa upumbavu. Asante sana. Ayubu anasema ni kweli mifugo yangu imeisha yote, kweli mali zangu zimeisha zote, lakini wakati nazaliwa, mbona mimi nilikuja hivi hivi tu? Sikuja na chochote hapa duniani, nilikuja hivi hivi. Ndugu yangu, nikwambie mchana wa leo kwamba kuna wakati tutakuwa na mali na kuna wakati mali zinaweza zikapotea. Tusiache kumtukuza Mungu. Ni lazima tumtukuze Mungu wakati wote. Haijalishi tunapitia nyakati gani, ni lazima tumtukuze Mungu nyakati zote. Na ndiyo maana hata wanafunzi walipomfuata Yesu kumwambia kwamba sisi bana tunatakiwa tusali vipi, aliwaambia tu kwamba jambo la kwanza kabisa, katika Mathayo ile sura ya 6 anasema jambo la kwanza kabisa, wewe mnapokuwa unasali hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Jambo la kwanza, wakati mataifa wengine wanasema Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Yakobo, Mungu sijui wa nani, Mungu wa Israeli, wewe Mungu wako muone ni baba yako. Utakapomuona ni baba yako, atatukuzwa wakati wowote. Wakati wa shida, wakati wa raha na wakati wa majaribu ya aina yoyote, lazima usimame kumtukuza Mungu. Ayubu alipoguswa mwili wake, akapitia changamoto ya kupata maradhi. Aliugua majipu kuanzia kichwani, Biblia inasema utosi mpaka nini? Nyayo. Ni wakati mgumu sana. Najaribu kufikiria jinsi alivyokuwa anapata shida. Unajua mimi nimekuwa nikipata hata tu kijipu kidogo napitia maumivu makali mpaka najiuliza mbona hii ni changamoto. Sasa Ayubu yeye alikuwaje? Sipati picha. Mtu mmoja anasema usiombe akukute. Alipitia wakati mgumu, wakati wa shida. Anapitia matatizo mengi katika mwili wake. Leo hii mtu unaugua, chukulie ugonjwa ambao kupona sio rahisi. Umeenda hospitali wamekwambia ugonjwa huu sisi hatuwezi, labda uende Mahenge. Unaenda Mahenge, unafika ugonjwa huu ni changamoto, labda twende Ifakara. Ifakara unafika wanakwambia ugonjwa huu ni shida. Kupona sio rahisi. Unafanyaje? Inabidi umtukuze Mungu na umshukuru Mungu kwa yale unayoyapitia na usifikiri kumwacha Mungu. Lakini baada ya hayo yote, katika Ayubu ile sura ya 2 mstari ule wa 9, mke wa Ayubu baada ya kuona majaribu yamezidi kwa mume wake, lakini bado anamwangalia, anamuona ameshikamana na Mungu. Anasema sasa Mungu huyu amekuacha, umepata majaribu yote haya, umepoteza mifugo, heshima imepotea. Unajua wakati mtu akiwa na mali zikija kuisha mali, heshima kwenye jamii huwa inashuka. Hata watu ambao walikuwa wa karibu naye wanamkwepa, wanamuona kama ni mkosi, wanamuona ni mtu ambaye hafai. Lakini wakati ambapo alikuwa na mali, marafiki walikuwa ni wengi, marafiki alikuwa nao wa kila aina. Zilipoisha, sasa mke wake anawaza, tutaishi maisha aina gani haya? Alafu huyu bado anaendelea kushikamana na nani? Na Mungu. Wakati mwingine anawaza kwamba sasa nimwache vipi? Anaogopa, anaona njia rahisi ya kumwacha, na Biblia imesema mpaka kifo kitakapofanyaje? Anaona njia rahisi ya kuachana ni kifo. Wanawake, mume wako anapokuwa anapitia majaribu, mtie moyo. Usimwombee kufa. Ni kweli mlikuwa na mali nyingi, zimeisha. Na Ayubu anasema mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu nikiwa tupu, nitarudi hivi hivi tena mavumbini nikiwa nini? Nikiwa tupu. Kwa hiyo mali zote zinatoka kwa nani? Kwa Mungu. Wanawake, niwaombe sana
msiwe sehemu ya vikwazo kwa ajili ya kuwakatisha waume zenu tamaa wakati wa majaribu. Simameni kuwatetea waume zenu, simameni kuwatia moyo. Soma hiyo Ayubu mstari wa 9, sura ya 2 mstari wa 9. Ndio. Sema ndipo mkewe akamwambia, ndio. wewe hata sasa washikamana na utulivu wako, umshukuru Mungu ukafe. Maneno anayoyasema mke wa Ayubu ni baada ya kufikiria muda mrefu kwamba tutaishije, jamii itatuonaje. Tulikuwa na mali, tulikuwa tunaheshimika, magari yalikuwepo. Unajua tunapozungumzia ngamia ni sana kuzungumzia magari hivi sasa. Mtu ana magari 3,000. Alafu leo hii hamna hata moja. Nafikiri jamii naonaje? Jamii inaweza kawashangaa. Imekuwaje hawa zote zimeisha? Kwa hiyo anaona mateso aliyonayo, kwa sababu hata raha ya ndoa haipo. Maana mume wake anauma majipu mwili mzima. Hata maji ya uzima usiku hapati. Anaona kabisa hapa hamna chochote nitakachoambulia tena. Mwanaume huyu amekuwa ni mzigo sasa kwangu. Si bora umkufuru Mungu ufanyeje? Ufe. Ndugu zangu, hii inatufundisha kwamba kuna wakati mwingine shetani analeta majaribu si kwa watu tusiowajua. Kuna wakati mwingine mtu unayemjua, mtu wa ndani ya nyumba yako, mtu wa ndani ya ukoo wako, mtu wa kanisani mwako anaweza akaleta majaribu. Namuona ni mtu ambaye leo hii ameugua kanisani. Alikuwa anasali tu vizuri, hana shida. Maana Ayubu, Mungu anasema hakuwa na dhambi yoyote. Anasali tu, hana shida. Ameugua, amelala kitandani. Amelala kitandani, hakuna shemasi wala mzee wa kanisa aliyeenda kumuona. Mtu huyu amelala, anaumwa. Mke wake anamwambia, wewe, hivi bado naenda kwenye sabato yako hii? Wa sabato wenyewe tangu umeugua, wamekuja hata mmoja kukuona? Akina Fimbo tunaona njiani wamepiga suti, hawana time na wewe. Si uache hii imani. Ndugu zangu, tuendelee kushikamana na Mungu katika nyakati zote. Haijalishi tunapitia magumu ya aina gani, magumu ni ya kitambo kidogo tu, yatapita, baadaye tutasimama tena imara kumtukuza Mungu. Ayubu ndipo anamjibu mke wake mstari ule wa 10. Lakini yeye akamwambia, ndio, wewe wanena kama mmoja wa hao wanawake wapumbavu anenavyo. ndio. Je, tupate neno mkononi mwa Mungu na tusipate na mabaya? Katika mambo haya yote Ayubu hakufanya dhambi kwa midomo yake. Jamani, Mungu si kumtukuza tu wakati wa furaha. Tunatakiwa tumtukuze nyakati zote. Na kama kuna nyakati ambazo mwanadamu anaweza kuonyesha imani yake, kutoa ushuhuda wake kwa watu, si wakati wa mafanikio. Ni wakati wa majaribu, kuonyesha alisimama vipi katika majaribu yake na bado akaendelea kumtukuza Mungu. Ayubu anamwambia mke wake, wewe unanena miongoni mwa watu wapumbavu. Mpumbavu ni nani sasa? Mpumbavu ni mtu ambaye anajua kitu lakini hataki kutenda vile inavyotakiwa. Kwamba anajua kabisa kwamba tulikuwa tunapata mibaraka, tulikuwa matajiri, na huenda siwezi kujua sana. Na huenda huyu mwanamke kuna kipindi alimsahau hata Mungu. Wakati wa mali akawa na maisha yake tu yale ya kawaida, lakini baadaye anamkumbusha, anamwambia kwamba tulipata baraka nyingi. Je, zile baraka ulikuwa uzioni? Kwa hiyo tufurahi tu kipindi cha mazuri, anapokuja magumu tumuone Mungu afai. Leo hii mtu anasali kwa sababu ya mazuri anayoyapata, labda kwa sababu anapitia maisha mazuri. Linapokuja swala la majaribu anarudi nyuma. Linapokuja swala, wakati mwingine tu anaona swala la hata la makambi, mtu anarudi nyuma, anasema michango imekuwa ni mingi sana. Tunachangishwa kweli, sisi yani si mpango huu koje huu? Jamani, sikilizeni niwaambie kitu. Kumpokea Yesu Kristo na kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako si sehemu ya kwamba unafika wewe unastarehe. Ni kutulia tu. Hatuna imani hiyo.
Ni lazima utaingia kwenye utendaji, ni lazima utajaribiwa. Simama imara. Kuna wakati kanisa linaweza likakuangalia, watu wote wa kanisani wakakuona ufai, lakini mbele za Mungu hauna shida. Unajua, huwezi kuelewa. Katika sura ile ya 3 Ayubu alianza kuumia zaidi. Maana naona sasa hamna mtu anayemsaidia. Anaumia mpaka inafikia hatua anaanza kuilaani siku ambapo mimba yake ilitungwa. Anasema ni afadhali nisingezaliwa, ni afadhali mimba yangu ingetungwa, basi ingeharibika, nisingezaliwa. Lakini hakufuru. Analalamika kupitia maumivu makali ambayo anayoyapitia. Je, mimi na wewe leo hii tumepitia maumivu makali ya aina gani? Lakini bado tunamwabudu Mungu kama hatujui tunachokifanya. Mtu anajaribiwa tu kidogo, anatangaza kuacha imani. Mimi nawaachia na kanisa lao. Ayubu alisimama na Mungu. Licha ya kwamba kuna watu leo hii wanaweza kukwambia achana na Mungu wako maana amekuacha. Lakini maneno hayo yote, Ayubu anaposimama hivyo alikuwa anapitia nyakati ngumu sana. Ndipo marafiki zake wale watatu walipokuja kumuona, ingali wako mbali, walipomuona na wenyewe walistaajabu kwa majipu aliyonayo mwili mzima. Alipofika Elifazi Mtemani, Bildadi Msholi, walifika wakawa wanamwangalia, wakakosa cha kusema. Biblia inasema ndani ya siku 7 marafiki zake hawa watatu hawana cha kuzungumza kwa maumivu anayoyapitia. Wamefika wale marafiki, wanamtazama Ayubu, maisha anayoyapitia ni magumu sana. Ni mfano halisi wa maisha ya sasa. Anaweza akaja rafiki yako kuja kukutembelea hospitali ukiwa unaumwa, anakutia moyo, lakini anapofika anakosa cha kusema ndani ya siku 7. Lakini cha ajabu sasa, hawa watu walipomwangalia, wakamchunguza, wakamwangalia muda huu wa siku, wanatafakari cha kusema, waseme nini katika juu ya maisha ya Ayubu. Ndipo Elifazi Mtemani akaanza kuzungumza. Anamwambia hivi, mtu akianza kusema juu ya habari, akisema juu ya habari zako hizi, atakuwa ni mjinga, atakuwa ni mpumbavu. Anaenda mbali zaidi, anasema Ayubu anapitia haya yote ni kwa sababu ametenda nini? Dhambi. Ndipo katika sura ile ya 4, Ayubu sura ya 4 mstari wa 5 na ule wa 8 hadi wa 8. Lakini sasa haya yanakufikiria wewe, nawe wapa moyo. Yanakujuta nawe wafadhaika. Ndio. Deni yako sio mafaraja yako. Ndio. Deni yako sio huo uelekevu wa njia zako. Kumbuka tafadhali, ni nani aliyeangamia akiwa hana hatia? Ndio. Au waelekevu walitafsiriwa mbali wapi? Kama mimi nilivyoona, au walimao maovu na kupanda madhara, kuna hayo. Elifazi anaanza kumwambia kwamba sijawahi kuona mtu ambaye anapitia changamoto bila kukuwa na dhambi. Umefanya dhambi. Wakati mwingine unaficha tu. Unaweza ukawa unapitia changamoto za maisha, mali zikaisha, watu wakaanza kusema unajua bwana yule jamaa alikuwa na mali za uganga yule. Halafu unajua Mungu azihakiwi. Mungu kamuonyesha. Kwa sababu si alikuwa anamzihaki Mungu. Unafikiri zile zilikuwa mali zake zile? Zilikuwa mali za uganga, na Mungu azihakiwi. Amemzihaki Mungu, Mungu amechoka kumvumilia. Anamwambia umetenda dhambi. Ndipo namuona shemasi au kiongozi yoyote wa kiroho ameenda kumwombea mshiriki aliyelazwa hospitali. Anamwangalia, anamuona kwa dalili aliyonayo kupona ni changamoto. Anaanza kumwambia hauna dhambi yoyote, utubu, maana utakufa hautapona. Mzee wa kanisa anapiga magoti kuomba, shemasi anamwambia mzee tulia. Huyu alikuwa mwizi. Atakuwa ameiba. Mwambie tubu dhambi zake zote. Tulia mzee. Huyu alikuwa na mchepuko hajaacha. Tulia kwanza. Amalize kwanza kutubu dhambi zake. Akisha amalize tumuombe. Wewe. Tabia hiyo umeanza lini? Ya kuanza kuhukumu watu.
Wewe uliwekwa kwa ajili ya kuchunguza watu? Wewe umefika, umemkuta mtu anaumwa na changamoto, wewe omba, ondoka. Swala la kuanza kusema huyu katenda dhambi, kafanya hiki, hafai kwa hiki, mwachie Mungu. Mungu ndiye anayejua. Lakini kuanza kumhukumu mtu, sijui kafanya hiki, katenda hiki, hiyo ni kazi ya kufanya. Unajipa kazi ya umungu sasa. Watu leo hii wanaweza akakuangalia akasema huyu si bure, atakuwa ametenda dhambi, na ndiyo maana anapitia changamoto hizi katika maisha yake. Lakini kumbe hamna. Kwa hiyo inatufundisha kwamba kuna wakati mwingine tutakuwa tunakuja kuabudu, tutasali, katika maisha yetu yatashikamana na Mungu, lakini kuna wakati majaribu yatakuja, na Mungu majaribu hata tujaribu dhidi ya uwezo wetu. Mungu atachuja majaribu. Na ndiyo maana hata shetani alipoenda kumjaribu alimwambia, sasa kaguse yote aliyonayo, lakini mwachie uhai wake. Tutajaribiwa, lakini Mungu atakuwa ni kinga yetu, yupo kwa ajili ya kutulinda. Na mara ya pili anaposema kwamba mtu anaweza katoa kila kitu chake kwa ajili ya uhai wake, anamwambia gusa mwili wake, lakini roho yake siondoe. Mungu hata ruhusu ufe kabla ya kazi yake aliyokupa kuifanya duniani haijaisha. Ni vyema kusimama na Mungu nyakati zote za maisha yetu. Ndipo Ayubu mambo yalipozidi kuwa magumu zaidi, watu wanaeleza, ilifikia kipindi akawa anasema katika Ayubu 14 mstari wa kwanza, anasema siku mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi ni chache sana. Sasa zimejaa taabu, maana haelewi. Ndipo Ayubu 17 mstari wa kwanza na wa pili, soma hapo. Ndiyo. 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 Mstari wa pili tu. Ayubu alipokuwa anaona mambo yamezidi kuwa magumu zaidi, watu waliokuja kumtia moyo, kumfariji, na wenyewe wameongea mambo ya ajabu. Wanasema Ayubu ametenda dhambi. Aliomba rehema kwa Mungu. Upo kwenye ndoa ambayo inakupa changamoto, inakutesa, na mwanaume yupo hafi, anaendelea kuishi, omba rehema kwa Mungu. Usianze kusema kwamba huyu afe. Mwambie Mungu, huyu kiumbe umenipa wewe, kwa hiyo ninachokuomba nipe na mlango basi wa kutokea, nipe rehema, maana maumivu sasa yanazidi. Una maisha ambayo yana changamoto nyingi, kila kukicha maisha hayaeleweki. Muombe Mungu akupe rehema katika maisha. Muombe Mungu akuonyeshe mlango wa kutokea. Ayubu alimuomba Mungu awe dhamana yake. Nidhamini basi, maana watu hakuna wanachokiongea ukweli juu yangu. Wote wanasema mimi nimetenda dhambi. Ni kweli kuna wakati watu wanaweza wakakusema kwa mabaya na kwa chungu mbovu. Usihangaike kujibizana nao. Mwambie Mungu. Washtaki kwa Mungu. Kuna wakati wanaweza wakasimama wakasema tumekuwa na kiongozi ambaye hafai, hamna alichokifanya. Wanashindwa hata kuona juhudi zako ambazo umezifanya, ni kwa sababu wanataka kukuchafua. Wewe mshukuru Mungu. Sema Mungu asante. Si hawaoni? Asante, nashukuru. Wamekusema kwa ubaya wa aina yoyote ambao haujaufanya, mshukuru Mungu. Lakini kama umesemwa kwa ubaya ambao kweli umefanya, tubu. Mwambie Mungu, nisamehe, kweli watu wanasema nimefanya, nisamehe. Lakini Mungu nampenda, ni mwingi wa rehema na mwenye huruma. Ndipo Ayubu, najaribu ukifupisha hiki kisa, lakini ukipata muda wako utakisoma. Kuna mambo mengi sana kujifunza ndani ya kisa cha Ayubu. Ayubu ile 42 mstari wa 10 hadi 17. Soma hayo mafungu. Alabani na mbili mstari wa 10 hadi wa 17.
ulikuwa hujafika au sio? Anasema kisha Bwana akamrejeshea Ayubu mali yake hapo alipowaombea rafiki zake. Bwana naye akampa Ayubu mara 2 kuliko hayo yaliyokuwa nayo kwanza. Ndipo wakamwendea ndugu zake wote, wanaume kwa wanawake, nao wote waliojuana naye hapo zamani, wakala chakula pamoja naye katika nyumba yake, nao wakampa pole na kumliwaza kwa ajili ya mateso hayo yote aliyoleta Bwana juu yake. Kila mtu akampa kipande cha fedha na pete ya dhahabu kila mmoja. Basi hivyo Bwana akaubariki huo mwisho wa Ayubu zaidi ya mwanzo wake, naye alikuwa na kondoo 14,000 na ngamia 6,000 na njozi za ng'ombe 1,000 na punda wake 1,000. Tena alikuwa na watoto wa kiume 7 na binti 3. Ayubu ameshikamana na Mungu, hakukufuru, ameendelea kuwa na Mungu. Mwisho wake tunauona, Mungu ni mwenye rehema. Mungu anaamua kurudisha mali zake zote, tena mara 2 ya zile alizozipoteza. Kwenye maisha unaweza ukapoteza vitu. Kama utaendelea kumlilia Mungu, Mungu atakurejeshea vitu vyako kwa ajili ya ushuhuda kwa watu wengine. Ni kweli tunapitia changamoto. Mungu hatuachi, yupo karibu nasi. Mungu anarejeshewa mifugo yake mara 2. Wa marafiki zake ambao walikuwa wamemwacha hapo zamani wanarudi. Ukiwa una mali zikiisha, marafiki watapotea, lakini zitakaporudi wataanza kurudi tena, kwa sababu si una kitu. Kwa hiyo tuendelee kumtukuza Mungu katika nyakati ngumu. Ayubu anamrejeshea watoto wake 10 wa mwanzo. Ndipo nikapata swali hapa. Sijui hata kama na wewe ulishawahi kujiuliza hili swali. Kwa nini Ayubu anarudishiwa mali zake zote tena mara 2? Inapokuja swala la watoto wanarudishwa wale wangapi? 10 wa mwanzo. Ndipo nikaelewa kwamba tuna ndugu zetu ambao wamekwisha kulala usingizi wa mauti. Kama walilala upande wa Kristo, watafufuliwa. Kaburi halitatoa watu wawili. Hii ina maana ya kwamba ni ishara ya uzima wa milele. Ni afadhali ukubali kukosa vyote, lakini ukapata uzima wa nini? Wa milele. Ayubu kurejeshea watoto wake ni ishara ya ule uzima wa milele, kwamba walilala tu usingizi wa mauti, lakini sasa atakapokuja Yesu Kristo tutafufuliwa. Kijana, unapokuwa katika maisha, usitamani kumkufuru Mungu kwa changamoto unazozipitia. Kuna wakati mwingine mtu au kijana inafikia kipindi anasema, mimi nimemuomba Mungu miaka mingi, nikiomba nipate mchumba, nimempata mchumba awamu hii, tena ametangaza uchumba sehemu nyingine na mimi ameniacha, na mimi namuacha Mungu. Wakati mwingine anatamani hata kujiua. Wewe ujiue kwa ajili ya mtu kweli? Unajiua, maskini wa Mungu. Mtu unayejiulia mwenyewe, kimwangalia labda binti wa watu anakuwa mwelevu tu, alafu unataka kujiua, unaacha kumtukuza Mungu? Tusifikie hatua hiyo. Tusifikie hatua ya kumwacha Mungu kwa sababu ya watu, kwa sababu ya mali, kwa sababu ya mtu fulani. Mke wako amekuacha, sawa, ameenda ameolewa sehemu nyingine, sawa, mshukuru Mungu. Huwezi kujua akakuepusha na nini, lakini mwisho wa Ayubu ukawa ni mzuri. Soma Yakobo sura ya 1 mstari wa 2 hadi wa 4. Yakobo sura ya 1 mstari wa 2 hadi wa 4. Sura ya 1. Ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali. Mkifahamu ya kuwa mjaribiwa
imani yenu mlete saburi. Saburi na iwe na kazi kamilifu, ipate kuwa kamilifu na wakamilifu bila kupungukiwa na neno. Amina. Tunapokuwa tunajaribiwa, Yakobo anasema tunatakiwa tuwe na subira. Maisha hayaishii hapo kwenye majaribu. Yakobo 5 na ule mstari wa 11, soma pia fungu hilo. Nasema, angalieni, kawaita heri wao waliosubiri. Mmesikia habari ya subira yake Ayubu. Mwisho wa Bwana, ya kwamba Bwana ni mwingi wa rehema, mwenye huruma. Ndio. Bwana ni mwingi wa huruma na mwenye nini? Mwenye rehema. Mwisho wa Ayubu umekuwa ni mwisho mzuri. Natamani mwisho wa Ayubu ukawe mwisho wangu, ukawe mwisho wako. Ni kweli tumepitia changamoto nyingi za hapa na pale. Tusitamani kumkufuru Mungu. Tusitamani kumwacha Mungu. Tunapoenda kumalizia, soma Zaburi ile ya 23. Soma yote, maana ni fupi tu. Bwana ndiye mchungaji wangu. Ndio. Sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi. Ndio. Kando ya maji ya utulivu huniongoza. Unilisha nafsi yangu huniongoza. Katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Ndio. Naam. Japopita kati ya bonde la uvuli wa mauti. Sitaogopa mabaya. Ndio. Kwa maana wewe uko pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako hunifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Unipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Amina. Ombi hili la Daudi likawe ombi langu, likawe ombi lako. Ni kweli tutapita kwenye uvuli wa bonde wa mauti, hatutaogopa kitu. Sio kwamba majaribu hayatatukuta, majaribu yatatukuta, na wakati mwingine ni kupita tu, tunapita tu. Lakini Mungu ndiye ngome yetu. Mungu ndiyo ikawe ni kimbilio letu. Daudi anasema nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Kwa hiyo tunapokuwa tunapitia majaribu, tusipange kumwacha Mungu. Tusipange kuona ya kwamba Mungu katuacha, Mungu katusahau. Tumtukuze Mungu wakati wa majaribu. Na tunapokuwa tunamtukuza Mungu, ndipo imani yetu inapoenda kudhihirika machoni pa watu. Bwana awabariki sana.